Washtakiwa 76 kati ya 83 wa kesi ya uhaini leo Jumatatu Novemba 24 mwaka 2025 wameachiwa huru na mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kudai hana nia ya kuendelea na mashtaka anayewashtaki washtakiwa hao. Wakili wa serikali mwandamizi wilaya ya Ilemela Safi Kashindi Amani mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Stella Kiyama amesema washtakiwa wanne katika kesi namba 26641/2025 yenye washtakiwa 61 wataendelea kusalia mahabusu hadi Desemba mosi mwaka huu kuendelea na mashtaka yanayowakabili. Aidha, washtakiwa wengine 19 kati ya 22 wa kesi ya uhaini namba 26555/2025 nao wameachiwa huru na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya hiyo Christian Mwalimu baada ya wakili wa serikali mwandamizi Mwanahawa Changale kuwaondolea mashtaka. Kifungu cha 92 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marekebisho ya sheria ya mwaka 2023 kinampa uwezo mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kumfutia mashtaka mtu yeyote makosa yake. Washtakiwa 7 miongoni mwa hao 83 wamerejeshwa rumande katika gereza kuu la Butimba. Baadhi ya ndugu wa washtakiwa wanaoendelea na kesi ya uhaini wakizungumza nje ya mahakama hiyo iliyopo kwenye jengo la kituo jumuishi cha utoaji haki Busweru wilayani Ilemela walikuwa na maombi maalum kwa serikali. Ningeomba Mheshimiwa Rais na wale ambao wamebaki hawajaachiwa, ningeomba na penyewe atende huruma kama alivyotenda leo. Lakini nasema watoto wangu hawajaachiwa, vijana wawili hawajaachiwa. Ambao Speaks Mombeki na Tobadi Best. Sasa nashangaa kwa nini wachoma watu 57 wengine wabakia. Sasa nao kwa kuwa ni mamlaka basi najua tani moja watoto wataachiwa bibi. Huku wengine ambao ndugu zao wameachiliwa huru wakishukuru kwa uamuzi huo. Nashukuru sana Mungu, mtoto wa kaka yangu ameachiwa. Ni kitu kikubwa sana, nashukuru mno. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, tunampa pongezi sana kwa hicho alichokifanya. Ametambua umuhimu wa Tanzania, tunasema asante, Mungu ambariki. Niliona kabisa anaweza labda akafungwa na kweli yakuwa hana hatia. Kwa hiyo namshukuru Mama Samia amemsaidia, ametoka. Tunashukuru sana. Tunawaomba sana hao watoto wetu walioachiwa wasijihusishe sana kujishughulisha na mambo ya maandamano. Na waliobaki tunaomba wakaachiwe, wasamehewe. Jopo la mawakili 9 wa kujitegemea mkoani Mwanza ndio waliobeba dhamana ya kuwatetea washtakiwa hao tangu kesi hiyo ilipoanza kutajwa kwa mara ya kwanza mapema mwezi huu. Na kwa upande wetu, upande wa utetezi, hao wanne tunaendelea nao kwa ajili ya kuwatetea, kuangalia haki zao zinapatikana katika misingi ipi. Lakini pia kwa upande wa kesi iliyoko kwa Mheshimiwa Mwalimu, wameondolewa, walikuwa washtakiwa 22, wameondolewa mashtaka watu 19, watu 3 wamebakizwa wakiwa wanaendelea na mashtaka. Kwa hiyo katika hilo lote tunasema kwamba ni juhudi ambazo tunaona kwamba upande wa utetezi na upande wa Tanganyika Law Society na upande wa mawakili wa utetezi wote wamefanya juhudi katika kutambua na kuweza kusimama vyema katika kuwakilisha watuhumiwa wote kwa pamoja. Kila mtuhumiwa ana haki yake ya msingi katika kutetewa na kuweza kuwakilishwa anapokuwa na mashtaka hayo. Tumeiomba pia mahakama itoe maelekezo kwa wenzetu kwamba wale watu ambao pengine walikamatwa wakiwa na vitu vyao ikiwemo pesa na simu waweze kurudishiwa, na mahakama imetoa maelekezo kwamba watakuja mahakamani, kila mmoja atapewa nyaraka inayoonyesha kwamba akapewe vitu vyake alivyokuwa ameviacha wakiwa polisi. Kwa hiyo rai yangu kwa hawa watu walioachiwa wote wafike mahakamani hapa waweze kuchukua nyaraka ya kimahakama inayowapa ruhusa ya kwenda kuchukua vitu vyao walivyoviacha kule kituo cha polisi au mahabusu walikokuwa. Kundi la 3 la washtakiwa 26 wa kesi hizo za uhaini litafikishwa katika mahakama ya wilaya ya Ilemela Jumanne Novemba 25 mwaka huu. Nikiripoti kutoka katika kituo jumuishi cha utoaji haki kilichopo Busweru wilayani Ilemela, mimi ni Mabere Makubi, Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.